NHIF ni kifupi, lakini kirefu chake ni National Health Insurance Fund, na Kiswahili chake ni mfuko wa taifa wa bima ya afya. Sasa bima ya afya au NHIF ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Afya, na miongozo, kanuni na taratibu zote za taasisi zinaendeshwa kwa maelekezo ya serikali kupitia Wizara ya Afya. Na NHIF au mfuko wa taifa wa bima ya afya ulianzishwa kisheria, na lengo ilikuwa ni kuweka uhakika wa matibabu kwa Watanzania pale wanapopata changamoto ya kuugua. Na bima hii iliweka wazi kabisa kwamba mwananchi au mwanachama atapata huduma katika vituo vyote vya serikali, lakini pia vituo binafsi ambavyo tumeingia navyo mkataba. Na maana ya bima ni kwamba ni uchangiaji wa gharama za matibabu kabla ya kuugua, kwamba mwananchi au mwanachama anachangia kwenye bima ya afya kabla ya kuugua, na akipata changamoto ya kuugua, basi bima ya afya inakuwa na wajibu wa kuhakikisha anapata matibabu yote bila kikwazo chochote. Hiyo ndio maana ya bima. Lakini pia umesikiliza kuhusiana na NHIF ni nini ikizungumzwa hapa, Vivian? Tumesikia kwa pamoja, lakini kwa sababu tuliwaambia pia Chris watazungumzia kuhusiana na vifurushi vipi ambavyo vipo kwa sasa hivi, na kama ambavyo umesikia ameelezea vizuri kuhusiana na bima, basi atueleze kuhusu sasa hivyo vifurushi vipya vya NHIF ni nini, ili mwananchi aweze kufahamu na anawezekana akaweza kuchukua hatua nyingine. Karibu meneja. Nashukuru sana dada Vivi. Kama nilivyosema kwamba bima ya afya ni taasisi ya serikali ambayo lengo lake ni kuhakikisha wananchi wanajiunga na bima hii ili kuwa na uhakika wa matibabu. Sasa mwaka juzi 2023 serikali kupitia Wizara ya Afya ilipeleka muswada bungeni ukitengeneza muswada au kuomba ridhaa ya waheshimiwa wabunge kupitisha sheria ya bima ya afya kwa wote. Na sheria ile ilijadiliwa kwa kirefu sana na waheshimiwa wabunge, na baadaye wakaipitisha. Na baada ya kuipitisha serikali kupitia Wizara ya Afya ikapeleka sheria ile kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuomba idhini ya sheria hiyo kutumika. Na kwa bahati nzuri Disemba 2024 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliridhia kwamba nchi yetu iwe na bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo sheria ile ikaanza kufanya kazi. Sasa sisi kama NHIF au kama mfuko wa taifa wa bima ya afya tumepewa jukumu la kuhakikisha kwamba sheria hiyo inafanya kazi kwa kuingiza makundi yote yaliyoko katika nchi yetu kujiunga na bima ya afya. Kwa hiyo na sisi kama watendaji tuliona kuelekea bima ya afya kwa wote ni vizuri tukaweka vitu ambavyo vitafanya wananchi kujiunga, au tuweke mazingira ambayo mwananchi anaweza kujiunga. Na ndio maana kuelekea bima ya afya kwa wote tukaanzisha vifurushi ambavyo vifurushi hivi vinatoa fursa kwa mwananchi kujiunga na bima ya afya kwa wote. Na lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na bima. Kwa hiyo tunavyo vifurushi vya Tarangire, Ngorongoro, Mikumi, Serengeti pamoja na Tanzanite. Vifurushi hivi tumeviweka kwa malengo ya kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kujiunga kwa kutokana na uwezo wake. Kwa hiyo vifurushi hivi vinategemea mtu anataka kujiunga kifurushi gani na atachangia kiasi gani, kwa sababu vinatofautiana kwenye viwango. Kwa hiyo kuna kiwango cha chini cha 1,500,000, lakini kiko kiwango mpaka cha 400,000, 600,000, 700,000 na kadhalika. Kwa hiyo mwananchi atakuwa na fursa ya kujiunga na kifurushi hichi kulingana na uwezo wake ili awe na uhakika wa matibabu. Na vifurushi ni vingi, kabla hatujavipitia vichache au vyote, mwananchi atauliza kuna faida gani ya kujiunga kwenye vifurushi vya bima ya afya? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Faida kubwa ya kujiunga na vifurushi ni kuwa sehemu ya wanachama wa bima ya afya. Kama nilivyosema, sheria hii ya NHIF sheria namba 8
iliyoanzishwa ilikuwa inaelekeza kwamba muhusika anayenufaika na bima ya afya ilikuwa ni mwajiri na mwajiriwa. Kwa hiyo yule ambaye ameajiriwa alikuwa anachangia kwenye mshahara wake, lakini na mwajiri naye anamchangia 3% kwenye mshahara wake. Sasa ukiangalia mwanzoni kwa kuanzishwa kwa taasisi hii ililenga zaidi watumishi wa serikali kuu, lakini pia watumishi wa serikali za mitaa. Nikisema watumishi wa serikali kuu ni wale watumishi wanaofanya kazi katika mawizara, taasisi za serikali kama hizi za kwetu, lakini nikisema serikali za mitaa tulikuwa tunazungumzia halmashauri, manispaa na majiji. Sasa huyu mtu ambaye hayuko kwenye serikali kuu wala kwenye serikali za mitaa anajiunga wapi na utaratibu wa bima? Kwa hiyo ndio tukaja na kitu kinachoitwa vifurushi, kwamba yule mama anayeuza nyanya zake pale Kanyenye anataka kujiunga na bima, ajiunge kwa kuangalia kifurushi ambacho ataona kitamfaa, lakini pia atakuwa na uwezo nacho. Kwa hiyo vifurushi hivi faida yake ni kwamba na wao wanajumuishwa kwenye utaratibu wa bima kama ambavyo tumejumuishwa sisi watumishi wa serikali za umma, kwa maana ya watumishi wa serikali kuu pamoja na watumishi wa serikali za mitaa. Mimi bado ninatamani pia kujua kuhusiana na vifurushi hivi, kwa sababu kila kifurushi wewe ndo, yani mimi nitachagua kwamba nataka kifurushi gani. Tukija kwenye huduma sasa, pia huduma zitakuwa zinatofautiana kutokana na kifurushi. Kwamba labda mimi nimechagua Ngorongoro, Chris kachagua Tarangire, lakini yeye ameumwa na mimi nimeumwa, ila vitatuhudumia tofauti au huduma zinakuwa ni zile zile. Kwenye vifurushi hivi kwanza tumesema mwanachama yoyote au mwananchi yoyote atakayejiunga na vifurushi atapata huduma za msingi. Huduma za msingi ni zipi? Huduma za msingi ni zile ambazo zinapatikana kwenye hospitali kwenye ngazi ya zahanati, lakini mpaka hospitali ya rufaa, kwa sababu wanachama wetu wanatibiwa kwenye vituo vyetu vya serikali kama nilivyosema, lakini pia wanatibiwa kwenye vituo vya binafsi ambavyo sisi tumeingia navyo makubaliano. Kwa hiyo kwanza atapata huduma za msingi zote kwenye ngazi ya zahanati mpaka hospitali ya rufaa, lakini kulingana na kifurushi atakacholipia, kuna baadhi ya huduma katika baadhi ya vituo, ukiacha huduma za msingi, atapata kulingana na kifurushi alichojiunga. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kwamba kifurushi chochote mwananchi atakachojiunga nacho atakuwa na huduma zote za msingi. Naposema huduma za msingi ni huduma ambazo zinapatikana katika zahanati mpaka hospitali ya rufaa, lakini kuna baadhi ya magonjwa maalum, magonjwa mahususi mtu anakuwa nayo. Mtu ana tatizo la moyo, mtu ana tatizo la shinikizo la damu, mtu ana tatizo la moyo, figo zimefeli, dialysis anatakiwa kufanyiwa. Hayo magonjwa mahususi yataendana na kifurushi ambacho mwananchi atajiunga. Mwaka jana Mheshimiwa Waziri wa Afya alizindua vifurushi vya Serengeti na Ngorongoro. Na hapa umetaja kwamba kuna vifurushi vingine vipya vya Tarangire, Mikumi na Tanzanite. Je, vina tofauti yoyote hivi na vile? Havina tofauti. Havina tofauti ya kama nilivyosema mwanzo. Mheshimiwa Waziri wa Afya ni kweli tulikwenda Dodoma kule, tulizindua vifurushi vya Tarangire na Ngorongoro, lakini tukaona kuna uhitaji wa kuongeza wigo wa wanachama kujiunga. Kwa hiyo tulivyoongeza Mikumi pamoja na Tanzanite na Tarangire, maana yake tumeongeza wigo wa wananchi kujiunga. Lakini hakuna tofauti kubwa sana. Lakini pia kwenye eneo hili, kwa sababu nimekuja na Daktari Dr. Nathanaeli, nafikiri atafafanua zaidi kuhusiana na huduma katika hivi vifurushi ili pengine kupata uelewa wa pamoja katika kujua wananchi ili waweze kupata ufafanuzi. Pengine Daktari, karibu. Daktari Nathanaeli Ngaya, afisa udhibiti na ubora. Wakati unatoa ufafanuzi huo, basi pia tumsaidie yule aliyeitwa mama Mpanganyanya wa pale Kanyenye. Yeye kifurushi gani ambacho kina mfaa kwa uwezo wake? Karibu. Asante, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama
naelezea meneja, hivi vifurushi vimekuja ili kuongeza wigo wa wananchi kuweza kujiunga, kwa sababu hapo mwanzo vilikuwa vifurushi vya aina mbili kama ulivyovitaja. Lakini sasa tuna vifurushi vya aina 5. Na hivi vifurushi vya aina 5 vimeongeza nafuu katika uchangiaji. Kama alivyoweza kueleza meneja kwamba tumeanzia kifurushi sasa cha chini cha 150,000 ambacho huenda katikati hapo kulikuwa hamna kifurushi kingine, lakini sasa ndo vimeongezeka vifurushi kama Tarangire, Mikumi na Tanzanite ambavyo sasa vinatoa gharama katika makundi tofauti. Sasa kwa haraka labda nipitie tu tofauti katika hivi vifurushi, kwa sababu najua wasikilizaji wetu wana interest ya kujua kwamba tofauti ni nini. Ndio. Sasa tofauti kubwa hivi vifurushi kwa ujumla ni ule wigo wa huduma zinazopatikana. Lakini kama alivyosisitiza meneja, huduma za msingi zinapatikana katika vifurushi vyote. Sasa inawezekana zile huduma za ziada kidogo, Tarangire anaweza akawa na idadi ndogo kidogo ya huduma za ziada ukilinganisha na Ngorongoro. Na unavotoka Ngorongoro ukaenda Mikumi, zile huduma zinaongezeka. Na wigo wa huduma unaenda ukiongezeka kulingana pia na wigo wa uchangiaji.